Nimtaja Mheshimiwa Jonas William Mbunda. Mheshimiwa Bahati Kenneth Ndingo ajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuchangia bajeti ya nishati. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa naomba nimpongeze na kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jinsi alivyosimamia na kuhakikisha kwamba anatekeleza mambo mengi sana yanayohusiana na Wizara ya Nishati. Lakini pili, naomba nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Biteko, mbunge na naibu waziri mkuu, lakini pia waziri wa nishati, kwa jinsi anavyofanya kazi vizuri ya kuhakikisha kwamba anatatua changamoto za wananchi kupitia kwenye masuala ya umeme. Na pia nampongeza Dr. Biteko kwa sababu anafanya kazi za kizalendo. Kama ukiangalia kipindi kile alikuwa kwenye Wizara ya Madini, alifanya kazi vizuri, na leo anafanya kazi kwenye nafasi ya naibu waziri mkuu, lakini pia nafasi ya waziri wa nishati. Wakati anateuliwa mimi nilisema huyu mtani wangu ataweza kweli kumudu nafasi zote mbili, lakini leo tunampongeza kwa sababu amefanya vizuri na anaendelea kufanya vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii pia nimpongeze Mheshimiwa Judith Kapinga, naibu waziri wa nishati. Dada yangu anafanya kazi nzuri, anatoa ushirikiano mkubwa sana kwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati. Wakati anaingia pale wilayani kwetu Mbinga, tulikuwa na changamoto, baadhi ya vijiji vilikuwa bado havijafikiwa na umeme, lakini alipoingia alifanya kazi nzuri, alifanya kazi kwa bidii ya kusimamia kuhakikisha kwamba vijiji vyote mpaka sasa hivi vimepata umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue pia nafasi hii kumpongeza Injinia Mramba, katibu mkuu wa wizara, lakini pia niwapongeze Dr. Matarangio na Dr. Kazungu, manaibu katibu wakuu, lakini bila kuwasahau wakurugenzi kutoka kwenye taasisi mbalimbali zinazosimamiwa na Wizara ya Nishati. Lakini pia nichukue nafasi hii nimpongeze sana meneja wa TANESCO wa mkoa wa Ruvuma na meneja wa TANESCO wa wilaya ya Mbinga kwa jinsi wanavyojitahidi kutatua changamoto mbalimbali zinazotokana na hitilafu za umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majukumu mengine ya TANESCO, lakini bado TANESCO ina jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba wizara hii ya nishati ina jukumu kubwa ya kuhakikisha kwamba inasimamia uzalishaji wa umeme, inasimamia usafirishaji wa umeme na inasimamia usambazaji wa umeme. Ukipitia taarifa ya waziri wa nishati ambaye ni naibu waziri mkuu, ukiangalia takwimu za uzalishaji, kufikia mwezi wa 4 tulikuwa tunazalisha megawati 1431. Lakini ukiangalia kwenye matumizi tulikuwa tumefikia megawati 1921.44. Kwa hiyo unakuta kabisa kwamba kuna tofauti, yani kuna zidio la megawati 2110. Sasa kwa mtazamo huu unaona kwamba zidio hilo sio kwamba limetokana na kwamba tumetosheka kwenye matumizi ya umeme. Hapana, bado tuna changamoto, inatakiwa tufanye kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba tunaweka miundombinu ya kutosha kusafirisha umeme, lakini pia tunaweka miundombinu ya kutosha kusambaza umeme kwa wananchi katika maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, jukumu lingine ambalo lilikuwa ni mpango mzuri sana wa serikali ni kuhakikisha kwamba inapeleka umeme vijijini na inapeleka umeme kwenye maeneo ya mjini. Naomba nichukue nafasi hii nipongeze sana serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba umeme umepelekwa vijijini takriban vijiji vyote katika Tanzania, lakini pia inaendelea kusambaza umeme kwenye maeneo ya mjini kwa sababu miji yetu inazidi kukua. Kwa hiyo kwa hilo naomba niwapongeze sana na naomba muendelee kuhakikisha kwamba umeme huu unasambazwa katika hayo maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, jukumu lingine ni kuhakikisha kwamba tunasimamia kufanya utafiti na kuhakikisha kwamba tunafanya extraction ya kwenye mafuta na gesi. Nalo niombe serikali iendelee kuweka msisitizo mkubwa sana kwenye maeneo hayo mawili.
Lakini naomba nimpongeze pia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweka kipaumbele kusimamia kwenye kuhakikisha kwamba kuna matumizi ya nishati safi. Hilo ni swala la msingi. Kwanza linarahisisha upatikanaji wa nishati kwa wananchi, lakini pia ukiangalia taarifa ya Wizara ya Nishati kwenye masuala ya uzalishaji umeme, tunakuta kwamba 67.4 umeme huu unazalishwa kwenye vyanzo vya maji. Kwa hiyo tusiposimamia utunzaji wa mali asili kwenye misitu na vyanzo vya maji, ni wazi kwamba hivi vyanzo ambavyo vinazalisha umeme kuna siku tutakuja kukwama. Kwa hiyo niwaombe wizara muendelee kusimamia kuhakikisha kwamba tunapata nishati safi, gesi kama tulivyoanza kugawa, lakini na vitu vingine ambavyo vinatakiwa viendelee kuhakikisha kwamba tunalinda mali asili ya misitu ili kutunza uoto wa asili na kuhakikisha kwamba tunapata umeme wa maji kwa muda wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, jukumu lingine la Wizara ya Nishati ni kuhakikisha kwamba tunahakikisha kuzalisha gesi kupitia LNG. Kwenye LNG tuna uhakika wa kupata umeme wa kutosha, lakini pia tunakuwa na uhakika wa kupata umeme kwa ajili ya kutumia majumbani. Lakini vile vile tutaendelea kupata umeme, tutaendelea kupata gesi kwa ajili ya kutumia kwenye magari yetu. Na hiyo itatusaidia sana kupunguza kutumia fedha nyingi za kigeni kuagiza mafuta kutoka nje. Kwa hiyo niombe serikali iendelee kuweka mkazo mkubwa kuhakikisha kwamba tunaimarisha umeme wetu kwa kupitia LNG. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia tuna njia nyingine ya kupata umeme, kuzalisha umeme kwa kupitia joto ardhi. Niliona wakati wa kongamano la umeme joto ardhi, wakati nafanyika Dar es Salaam, ilionekana Mbeya tayari wameanza kufanya utafiti na kuanza kuzalisha umeme huo. Kwa hiyo niombe serikali iendelee kuwekeza fedha nyingi sana kuhakikisha kwamba tunazalisha umeme kupitia joto ardhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumepata bahati katika nchi yetu, tunazalisha na tuna maeneo mengi sana yenye makaa ya mawe. Kwa mfano nikichukulia eneo la Liganga, sisi kule Mbinga tunazalisha makaa ya mawe, lakini Liganga tumepata bahati kuna makaa ya mawe lakini kuna madini ya chuma yako pale. Kwa hiyo ni wazi kwamba kama serikali itawekeza fedha nyingi sana kwenye kuzalisha umeme kupitia makaa ya mawe, wakati wa kuvuna chuma hatutatumia gharama kubwa sana ya kupata umeme. Kwa hiyo niombe serikali, njia nyingine mojawapo ya kuongeza umeme ni kuzalisha umeme kupitia makaa ya mawe. Katika literature mbalimbali ambazo nilizisoma, nilikuta kwamba kuna wenzetu wa India, kuna kampuni moja inaitwa Adam Power Generation Limited inazalisha umeme megawati 17,500 kwa kupitia makaa ya mawe. Na makaa ya mawe wanasafirisha kutoka Tanzania na sehemu zingine. Lakini sisi makaa ya mawe tunayo Tanzania na tunayo eneo moja ambalo tunaweza tukazalisha makaa ya mawe, tukavuna chuma na tukayeyusha kupitia makaa ya mawe. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na pongezi zote nilizotoa pamoja na mchango mwingine wa nyongeza ambazo nimechangia upande wa serikali ili iweze kufanya, lakini bado kuna changamoto kwenye eneo langu la jimbo la Mbinga mjini. Kama nilivyosema awali kwamba serikali imejitahidi, imesambaza umeme katika vijiji vyote vya jimbo la Mbinga mjini na vijiji 78. Na pale mjini umeme unaendelea kusambazwa, lakini kuna changamoto kubwa sana ya kukatika umeme mara kwa mara. Na hiyo niombe serikali kwanza iendelee kuimarisha miundombinu ya kusambaza umeme, lakini pia tujengewe kituo kidogo cha kupooza umeme ili kuhakikisha kwamba umeme ule unaimarika katika maeneo yale. Lakini pia kama tulivyosema, tumefanikisha kupeleka umeme kwenye vijiji vyote, lakini bado tuna changamoto wa kupeleka umeme kwenye vitongoji. Wananchi wale wanahitaji sana kupata umeme na wengi wapo kwenye vitongoji ambao vijiji vyao vimepata umeme. Kwa hiyo niombe serikali iendelee kupeleka umeme na kusambaza umeme kwenye vitongoji mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na changamoto zote ambazo nimezisema, lakini pale wilayani kwangu kuna changamoto ya gari kwa wale watumishi. Wilaya ya Mbinga ina majimbo mawili na maeneo ya Mbinga maeneo mengi ni ya miinuko. Gari iliyopo pale ni pickup ambayo ni ya muda mrefu. Kwa hiyo nikuombe Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati
katika bajeti yako uangalie ni namna gani tutakavyopata gari ili iweze kuwasaidia wale watumishi kwenda kufuatilia na kuhakikisha kwamba wanapeleka umeme kwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana kwa nafasi, naomba kuunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Jonas William Mbunda. Nimtaja Mheshimiwa Bahati Kenneth Ndingo, na huyu ndio atakuwa mchangiaji wa mwisho kwa leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kushukuru kwa kunipa fursa ya kuwa mchangiaji wa mwisho jioni hii ya leo. Nami nianze kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake kubwa za kuhakikisha umeme unafikiwa kwenye maeneo yote ya wananchi wa taifa hili. Lakini kwa dhati kabisa nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kuteua timu imara ya Wizara ya Nishati ikiongozwa na kaka yetu, kiongozi wetu, Naibu Waziri Mkuu kakaangu Mashaka Biteko, kwa kazi kubwa wanaofanya, akisaidiwa na mdogo wangu Judith Kapinga. Kwa kweli wanafanya kazi njema. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa najiuliza timu ya wizara hii na wasaidizi wao kule, katibu mkuu na wakurugenzi, ni watu humble sana na wanafanya kazi vizuri sana. Lakini nikajua ni jitihada za Naibu Waziri Mkuu na zile hotuba zake za kila wakati kutufundisha, kwa hiyo zinachangia pia kila wakati kujielimisha na hivyo kutuboresha zaidi. Kwa hiyo nikupongeze sana Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, uendelee kutupa zile hotuba za kufikirisha za kimaisha ili tuendelee kutafakari na kujisahihisha na kujikosoa ili tuweze kuwa bora kila wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti,